Nilikuwa najaribu kupita mitandaoni kuona reaction ya watu mara baada ya jana timu ya taifa ya under 17 kwa maana Serengeti Boys ya Tanzania kumaliza katika nafasi ya pili ya michuano ya AFCON mara baada ya mikwaju ya penalty kuamua bingwa awe Senegal katika mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya bao 1-1. Farhani yeye anasema maoni yake, kwanza aliuliza kwamba Senegal ni mabingwa AFCON under 17 wakimfunga Tanzania kwa penalty. Nini maoni yako? Watu wakatoa maoni yao pale, lakini sehemu ambayo mimi nimeipenda sana ni andiko lake ambao anasema kwa mujibu wa ripoti kutoka Senegali inadai kwamba ni utamaduni wa timu za vijana katika hatua kubwa wazazi wao hasa upande wa kike, yani wakina mama hupata kipaumbele cha kusafiri kwenda kushuhudia fainali, kama ambavyo hii leo shoti kadhaa zimekuwa zikimulika wazazi wa wanasoka wao wakiwa jukwani, lakini pia mashabiki wengine wa timu ya taifa ya Senegali. Na jambo la kujifunza hapa zaidi ni kwamba wenzetu vibe ni kubwa sana, na pia idadi kubwa ya namba ilikuwa ni uwanjani ni ya Senegal. Ndio maana hata baada ya goli lao kusawazishwa pressure ikawa kubwa zaidi pia kwa vijana, hata kwenye mikwaju ya penalti hilo tuliliona. Mimi jambo ambalo nimelipenda baada ya kuingia jana mtandaoni, kumbe bwana mpaka wakubwa walikuwa wanafuatilia nini ambacho tunakifanya kwa wadogo zao, kwa maana ya timu ya taifa ya Senegal walikuwa wakishuhudia mchezo the way ambavyo unaenda. Ukiona hii video hapa inamuonyesha Sadio Mane akiwa ameshikilia roho, kashikilia uso wote, hataki hata kuona kinachoendelea. Kama hapa haikuwa baada ya Tanzania kupata goli, basi ilikuwa ni katika mikwaju ya penalti. Jambo ambalo linaonyesha ni kwa jinsi gani mechi haikuwa rahisi, lakini pia hata Senegal wenyewe walikuwa wakitazama mechi wanaona Mungu tusaidie hii mechi tuweze kupata ushindi. Timu ya taifa ya Tanzania under 17 imeonyesha mchezo ambao haukuwa mwepesi, na ndio maana ukiangalia reaction za wachezaji wa timu ya taifa ya Senegali inakuonyesha kwamba mchezo ulikuwa ni mgumu, na ndio maana dua zilikuwa nyingi kwenye upande wa benchi la ufundi. Bila shaka hapa walikuwa mazoezini, wakaona kwanza mtu tulie kwanza tuangalie vijana wanafanya nini. Na sio kama tuangalie vijana wanafanya nini, walikuwa wanaangalia vijana wanafanywa nini, kwa sababu tulipata bao wa kwanza na isivyo bahati tulishindwa kushikilia bomba, wakasawazisha na tukaenda mpaka katika hatua ya mikwaju ya penalti. Ukiona timu yako watu wakubwa kama kina Sadio Mane wanakaa chini, wanatulia, wanatuliza moyo, wanaangalia, basi ujue umefika katika level ambayo ni ya juu sana, kwa sababu ni mara yetu ya kwanza kwa timu ya taifa ya Tanzania kufika katika hatua ya juu kwa maana ya finali kwenye michuano hii ya AFCON, hata kwenye ngazi ya Serengeti Boys, lakini hatujafika kwa bahati mbaya, na ndio maana jana unaona asilimia kubwa ya mchezo tulikuwa tuna dominate sisi. Na reaction nzuri ya hawa wakubwa timu ya taifa ya Senegal hii senior Simba wa Teranga inakuonyesha ama inatoa kama evidence ya the way ambavyo mchezo ulikuwa hapo jana. Kama mchezo ungekuwa ni mwepesi, basi hata kina Sadio Mane wangekuwa wamekaa tu na relax, lakini ukiona wamekaa na wasiwasi kama hivi, basi inakupa ama inaashiria kwamba mchezo wa jana ulikuwa ni mchezo mgumu, lakini pia ni mchezo ambao Tanzania tulishika katika kila idara. Ndio hivyo wanasema asiye na bahati labda habahatishi, lakini pia mikwaju ya penalty haina mwenyewe, na ndio maana Simba wa Teranga vijana hawa wadogo wameweza kuibuka washindi. Tazama reaction ya wachezaji wa timu ya taifa Senegal wanavyofurahia. Tazama vile ambavyo reaction ya wachezaji wa timu ya taifa ya Senegal senior wanavyoshikilia mioyo. Tazama vile ambavyo wanafuatilia. Hii inamaanisha kwamba hapo jana walikuwa wameshikwa vibaya mno na timu ya taifa ya Tanzania under 17 Serengeti Boys. Kama mechi ingekuwa rahisi, isingefika huku, ingekuwa kina Sadio Mane wamekaa hivi, wanaangalia tu kistaarabu, wanajua hapa tunapiga mtu goli 4 goli 5, lakini kwa kile ambacho tumekifanya vijana jana pale Morocco, na ndio bana tushangai kuona reaction ya kina Sadio Mane ilikuwa ina wasiwasi. Na baada ya kupata mkwaju wao na sisi kukosa mkwaju wa mwisho, ndio wanaona wanaweza kushangilia hapa kina Diata, mambo yakawa ni bulbul. Kwa hiyo vijana wamesharejea nchini, kilichobaki hivi sasa ni timu ya taifa ya Tanzania, michezo miwili ya kirafiki pale Morocco, nao watakuwa wanakiwasha pale dhidi ya Uganda pamoja na Rwanda. Kila kitu kipo sawa kabla ya kurejea kwenye ligi kuu ya NBC kumalizia michezo iliyosalia.